Oh, ingel kata ni dan ni na. Atu baada ni na dini. Umekuwa na siku ambayo imekuwa na mafanikio na yenye baraka. Hafla ya mazishi ya mwenda zake ambaye alipoteza maisha yake kupitia kwa ile chopper crash ndio haswa ambayo imenileta kuweza kuzungumza, kwa sababu natumai baada ya kutazama kanda hiyo umejiuliza swali ukitaka kuelewa ama kuelezwa haswa ni nini ambacho kinaendelea. Hapa ni wapi ambapo kulikuwa na furugu? Hapo ni nyumbani kwake Joanna Ngeno, ambaye alikuwa na hafla ya mazishi siku ya leo. Na kanda ambayo umeitazama ni kanda ambayo imerekodiwa tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 aswa katika maeneo ya Narok County, ambapo ni nyumbani kwake, kule ambako kuliweza kufanywa shughuli ya kupanga mazishi ya mwenda zake. Na kuna matukio ambayo mtazamaji hutokea ambayo huweza kuipua maswali ama ukuwa ni kama it happens for a reason, ili kutupa ujumbe katika akili zetu tuweze kufikiria na kufahamu haswa ni nini ambacho kiliweza kusababisha kuwe na jambo kama hili. Huwezi kuona furugu pale ambapo mtazamaji, mtu ni mnyenyekevu, mtu amefariki kupitia njia ya ugonjwa, ama mtu amepotea kwa njia na amefariki kupitia kwa njia ambayo inafahamika. Kawaida ya Kenya, wakati ambapo tumeshuhudia jambo kama hili, huwa tunabaki na maswali. Je, huyu ambaye ni mwenda zake alikuwa mtu mwenye njia ama mienendo ambayo ni sawa? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza wakati mwingine. Lakini baada ya kufanya hili udadisi na kuhakikisha kwamba huyu aliaga dunia kwa sababu hakuwa na kosa lolote. Kuna wale watu ambao hufariki wakiwa na madoadoa, lakini tukisha hakikisha kwamba huyu hana madoadoa yoyote, basi kuna sababu ya kuwa na furugu katika hafla ama shughuli ya mazishi yake. Na haswa mtazamaji, kwa Joanna Ngeno, maswali ambayo yamebaki akilini mwa wananchi haswa ni wa Kenya ni kwamba ndugu huyu, ajali hile haikuwa ya kawaida. Najua kila mtu hilo ndiye anajiuliza. Tumeona viongozi wakizungumza, tumeona seneta akitaja kwamba, tumeona Rigathi Gachagua akitaja kwamba huyu jamaa akufa ama akufariki na wengine kwa kifo kilicho cha kawaida. Na mtazamaji, hili ama hii ni moja ya sababu ambazo Wakenya watasichukulia na kujiuliza na kujaza lile pengo la maswali ambalo wako nalo akilini kwamba mwenda zake amefariki, kumekuwa na furugu, hivyo basi yule ambaye alikuwa na furugu yumo katikati ya wale ambao wameweza kuhudhuria.
Hasa ukiwa katika maeneo ya Western ambayo haswa kama kuna yule mmoja ambaye aliweza mkosea mwenda zake, huwa tunashuhudia kama ako katika mmoja ya wale ambao wanahudhuria, huwa tunashuhudia mwili inaweza kataa, hata gari inaweza simama na ikakwama kukosa kuenda, hadi wazee wafanye mila na desturi ili kumpembeleza mwenda zake aweze kubali ili waendelee na safari ya maziko. Kwa Joanna Ngeno, mtazamaji, ni upepo ulikuja ukapiga tents na kuzirusha mbali, ishara kwamba Joanna Ngeno ajaritika na wale ambao wameweza kuketi katika mazishi yake. Kuna mmoja ambaye anafaa kuondoka, na hili mtazamaji litakuja kudhihirika siku moja. Haitakuwa leo, lakini ipo siku ambapo tutapata majibu kuhusiana na kifo cha Joanna Ngeno. Asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Sam TV News. Tutakupa udadisi zaidi kuhusu swala hili la kifo cha mwenda zake. But